Yanga wanataka kuimarisha kikosi chao. Akaminko anamalizia mkataba wake, nafikiri ndo msimu wake wa mwisho. Yanga wanahitaji mchezaji wa kaliba kama ya Akaminko aje kukaa pale kwenye namba 6 ili aweze kumpunguzia majukumu mazito Duke Ogabuye, sio? Lakini pia kuna wachezaji ambao wako kwa mkopo kutoka vilabu mbalimbali ambao wako pale Yanga. Mimi ninachokiamini kitu kimoja tu. Kwa hiyo ni taarifa za kweli. Of course nimezisikia pia, na Akaminko na uwezo binafsi anao, na ameprove odds nyingi kwa nafasi anayocheza. Ana uwezo wa kutoa kitu cha ziada, hilo tunalifahamu, lakini haitakuwa rahisi wao kumpata kama Azam hawajapata substitute yake. Yanga wana nafasi kubwa sana kama wakidhamiria kweli, kwa sababu pia kama kuna tetesi nyingine ambazo nimezisikia, inawezekana pia Faisal Salum Feitoto akaenda Simba msimu huu unaokuja, sio? Pamoja na huyu Shilalwile akaenda kusimama kama striker pale Simba. Hizo ni baadhi ya habari ambazo ziko na nazifanyia uchunguzi pia ili kuweza kupata uhakika wa asilimia zote. Watafanya vizuri sana kimataifa kwa sababu wote wanajiimarisha vizuri katika pande zote mbili, lakini wasiwasi wangu tu ni kwa hawa ambao wanatumia njia ya mlango wa nyuma ili kuweza kujitengenezea brand kwa hawa ambao wanawasimamia. Kwa hiyo kwangu mimi bado nafasi ipo kwa klabu ya Simba, nafasi ipo kwa klabu ya Yanga. Yeah. Kwa jinsi Akaminko. Na nadhani Yanga si mara ya kwanza kuhitaji wachezaji pale Azam. Walimchukua Prince Dube, lakini pia walikuwa wanahusishwa na Sila ambaye Jibril Sila amehusishwa, lakini hata alivyokuwa huru Yanga hawakumchukua kwa sababu waliamini wanaweza wakapata kitu kilicho bora zaidi. Kwa hiyo mimi niombe, mimi ni mtu wa mpira sana. Natamani injinia arudi katika ukatili wake. Ni ukatili gani? Ukatili wa kufanya maamuzi magumu ya kuwapata wachezaji. Unajua hii Yanga inayopata wakati mgumu sasa hivi ni kwa sababu tu injinia ameamua kufanya mambo kiprofessional, kwa maana ya kusema hebu mwalimu, tumekuamini, hebu tupe signing zako, tupe sajili zako. Of course mimi naamini appointment zote amezifanya mwalimu. Mwalimu ndo kamuita Depu, mwalimu ndo kamuita Buba, mwalimu ndo kamuita Okelo. Mimi ninaamini kwa sababu unajua ninapozungumza Pedro ndo kamuita Okelo. Ninapozungumza kilichofanyika kwa Okelo, mwalimu wakati amefika alipewa, tuna wachezaji hawa lakini tulikuwa tumemscout huyu na huyu, hebu tuambie tunaenda vipi? Akasema kwa striking force yenu ambayo nimeiona, na hitaji mtu mmoja anaitwa Dep kutoka Angola. Engineer Harris akapambana naye, na mhitaji mtu anaitwa Buba, kama unakumbuka signing yake kwa dakika za mwisho kabisa. Mimi huaga siamini kwamba wachezaji wote waliofika Yanga wamefeli, kwa sababu hawa ambao tunasema wamefeli wakiwemo wakina Musa Balakonte huko Raja Casablanca, toka amefika mpaka tunavyozungumza mimi na wewe leo anaanza dakika 90 na hatokei benchi. Sasa si yupo na ile kocha ambaye amekuwa kimhitaji, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa kocha Fadlu ambaye ndio amekuwa kimhitaji. Fadlu alimhitaji Musa Balakonte toka akiwa Simba. Ni ukatili wa engineer Harris uliomfanya Musa Balakonte akaenda Jangwani na sio Msimbazi. Walichokifanya wao wakatafuta Kante, wakatupumbaza hapo. Iko hivi, huyu Fadlu mnayemuona leo anahusishwa pia na klabu ya Yanga. Miongoni mwa makocha ambao katika rada na scouting za engineer Harris ni Fadlu Davis. Na ni kwa sababu asilimia kubwa ya wachezaji ambao Fadlu alikuwa na point, engineer aliruka nao kama kipanga. Ndio maana nakwambiaje, ninatamani kuona ukatili wa engineer Harris katika kufanya signing zake. Usishangae kuona Fadlu anahudumu pale Yanga. Jambo la kawaida kabisa, kwa sababu Fadlu ameondoka Simba baada ya mahitaji yake kutokukubaliwa. Ile ni mwalimu mzuri, mimi na wewe tunalifahamu hilo. Fadlu alikuwa Simba, ile ya Fadlu ilikuwa one of the best club, ndio imeenda mpaka finali. Kilichotokea wakaja wakauza wachezaji wote, ndio tunarudi kule. Kila mtu akawa na mchezaji wake, akaona sasa ni muda wa kufanya biashara, kila mtu akapita naye, wakaharibu timu kutokea pale. Mimi ninachokijua
Engineer Hersi akaamua kusimama katika ule ukatili wake wa mpira, sio ukatili wa roho ama ukatili wa maana mbaya, ukatili wake ule wa kusema kwamba ninamtaka mchezaji fulani, namsafiria, ninamfuata, ninakwenda kumaliza, hata kwa kuzungumza na mzazi wake kama Stefano Azizi Ki Mwamba wa Wagadugu. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nafikiri engineer arudi kidogo, avae magwanda, aingie msituni. Kuna picha moja ilikuwa ina trend kama utakuwa una kumbukumbu vizuri, kimuonyesha Engineer Hersi pamoja na Galib Said Mohamed wakiwa katika mbuga, wamevaa nguo za kijeshi na silaha zao, wakiwa wanaenda wawinda, sio? Ile picha ilikuwa inatumika sana wakati engineer ametoka yuko katika mawindo huko, akirudi na mnyama, mtu kama Stefano Aziz Ki, wakina Pacome Pedro Zouzoua, wakina Max Mpia Nzengeli, mtu kama Yao Kwasi Atola, mtu kama Guji Diarra, anarudi anachukua watu wa maana. Unaona kabisa hapa kocha kaenda, rais kaenda kachukua watu. Mimi nafikiri engineer avae magwanda tena, aingie kazini ili kutengeneza itifaki ya heshima katika mitaa ya Kariakoo. Hakuna namna yoyote mtu yoyote mwenye akili timamu atakaye niambia wachezaji wa Yanga wamefeli nikamuelewa, kwa sababu wachezaji hao tunaosema wamefeli huko walipo wanaanza first 11 na nitegemezi. Changamoto iko sehemu hapa katika pitch, aidha ni mwalimu ama ni falsafa ya mwalimu ama namna ambavyo mwalimu anacho. Kwa kwangu mimi bado nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba signings za Yanga zimefeli. Ninamaanisha nini nikisema amefanya Pedro? Mwalimu ndo anatoa suggestion, ninamtaka huyu. Ofisi ndo inafanya initiative za kumpata yule mtu. Buba Jamel wakati amefatwa ama mwalimu amepoint, bwana nataka winga wa kaliba hii, wao wakapambana kina engineer mpaka usiku wa manane, nadhani unakumbuka, sio? Wakampata. Sio signing ya engineer, ni jicho la mwalimu nimesema ninataka huyu. Nikisema kwamba sajili ni za mwalimu, inamaanisha kwamba mwalimu ndo kaenda kuwafuatilia huko, mwalimu ndo kapeleka majina mezani na wahitaji hawa. Kwa hiyo mwisho wa siku hawa watu wote wanakupa wanachotaka kutokana na maisha yalivyo. Kwa hiyo kwangu mimi bado natamani kumuona engineer akivaa roho yake ya kikatili katika mpira. Kuna sehemu heshima inaanza kushuka. Kwa hiyo unatuthibitishia kwamba Yanga wafahamu naungana na Ally Kamwe kwamba engineer hakuhusika kupendekeza wachezaji. Uzuri mmoja, mimi huwa siunganagi na Ally Kamwe. Mimi huwa nazungumza kile ninachokijua. Hivi vilabu viwili hivi, Simba, Yanga, Azam, Singida na baadhi ya vilabu hapa Tanzania, nina watu ambao ni marafiki zangu wa karibu wamo ndani hivyo vilabu. Kwa hiyo zipo taarifa ambazo mimi nazipata za moja kwa moja ambazo hakuna mwandishi yoyote anaweza akazipata. Hakuna mwandishi yoyote anaweza akazipata. Nitakutolea mfano mmoja. Nilikwambia Simba wanakwenda kumchukua mchezaji mmoja kutoka Kenya, wanamuita Starboy. Nikakwambia hakuna mwandishi ama mchambuzi yoyote katika ardhi ya Tanzania, kama yupo ajitokeze aseme. Nilikwambia huyu hawezi kucheza katika ligi yetu, na hata cheza. Hacheza mechi ngapi? Bajaber hazizidi mechi 5 za ushindani. Mechi ya mwisho katoka benchi kaingia pale Meja ya Samuyo, kakimbia mwenyewe, karudi hivi, kakaa chini, kaomba kutoka, na ndio ikawa mwisho wake wa safari. Nilisema mwanzo kuna mtu Simba wanamleta yuko hivi na hivi, na katika nchi hata cheza kwa sababu ya majeraha. Ilitokea haikutokea? Kwa haya mambo huwa sizungumzi kwa mihemko kama hawa wachambuzi wenu wengine uchwara huko, wakishapewa vishingi 2000 basi wanaamua tu kutafuta wapi wanaenda kutafuta ugali wa kila siku. Mimi sizungumzi kutafuta ugali wa kila siku, nazungumza facts za mpira. Kwa hata watu wenyewe nao kaa nao, nao zungumza nao pia. Ndio maana kila siku nawaambiaga watu, mtu anayesimama mbele yangu kuniambia Yanga imeshuka kiwango, inabidi ajieleze vizuri kwangu kweli kweli. Hii ni timu inaongoza kwa kufunga magoli mengi. Hii ni timu inayoongoza kwa kutokufungwa magoli mengi. Hii ni timu inaongoza kwa kupata players man of the match wengi kwenye timu zake, kwenye mechi zake anazocheza. Halafu leo hii mtu anaje kusema kwamba hii timu ni mbovu. Timu hiyo mbovu, timu nzuri iko wapi katika hizo ambazo wanazifananisha naye? Utasikia mtu anakuambia ni Yanga ile. Usiniambie Yanga ile haikuwa kama hii. Niambie Mtibwa hii ni bora kuliko Yanga hii.
Lakini ukiniambia Yanga hile yani kupanda na kushuka grafu kwenye mpira kwenye timu ni kitu cha kawaida. Klasi inabaki pale pale, form ndio ina fluctuate tu. Kwa klasi ya Yanga iko pale pale, fomu yake ndio inapanda na kushuka. Haiwezekani katika siku 21 timu ikacheza mechi 7. Hakuna timu inafanya hivyo duniani. Hakuna. Na kati kuna mwingine huku anacheza Jumatatu, atapumzika Jumatatu, mtakutana naye Jumatatu ijayo. Hana mashindano yote. Mimi nakupa mfano ulio hai. Simba kwa mfano, hana mashindano yote ya kimataifa. Hana sehemu yote anashindana mashindano yote yanayotambulika na CAF. Kwa nini na viporo? Toa kiporo cha nini TRA. Hivyo vingine viporo ni vya nini? Kwa ajili ya nini? Simba na viporo mechi 3. Hebu niambie viporo ni vya nini? Amevipata kwa ajili ya nini? Anashiriki mashindano gani makubwa ya kimataifa yanayomfanya asicheze? Ndio tunarudi pale pale. Kuna namna watu wanazungusha mambo ili mambo yakae katika mkao wao. Mtu hana mashindano yote ya kimataifa. Ni CRDB, FA, CRDB, akitoka CRDB, ligi kuu. Haya, hayo mbona acheze? Anasubiri nini muda wote? Mtu anayecheza Jumamosi na anacheza Jumapili kiutaratibu, nani anataka kwanza kucheza? Mfano mzuri hapa mazungumza ile mechi dhidi ya TRA kwamba achana na mechi ile ya TRA ambayo ilisimamishwa kutokana na mazingira ya hali ya hewa. Ilitokana wakati Simba anashiriki mchezo wa kimataifa? Hapana. Yanga alikuwa anashiriki mashindano ya kimataifa. Mbona hana kiporo? Mbona hana kiporo? Yanga hana kiporo hata kimoja. Kwa sasa. Lakini alikuwa na kiporo. Wakati Yanga anacheza viporo vyake wao walikuwa wapi? Alikuwa anashiriki mashindano gani? Ndondo Cup wao. Yaani inategemea na ratiba yule ambaye anakwenda kukutana. Hakuna ratiba. Hakuna ratiba utakaoniambia nitakuelewa. Kuna namna watu wanapika tu mambo yao kuwa favor vitu vyao ili maisha yakae katika mfumo unaotaka wao. Wangekuwa wanashiriki vyovyote vile utakavyoiwekwa, iko sawa, vyovyote vile utakavyoiweka itakaa vizuri tu. Lakini hata katika hivyo viporo vyote bado akishinda viporo vyake vyote bado Yanga anakuwa na pointi moja ya ziada mkononi.